Anwani: Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, sanduku la posta 179 Mbeya. Ofisi ziko jimboni. Uongozi: mlezi bahati mbaya alifariki, alikuwa anaitwa Padre Elias Kinga Mkono. Alafu uteuzi unategemewa na Mhashamu Baba Askofu Mkuu hivi karibuni. Kamati tendaji: kuna Katibu Sixtus Safari, yeye ni mhandisi. Vincent Mtani anatoka Parokia ya Roho Mtakatifu Rwanda, ndiye muazini, elimu yake uchumi. Veneranda Mterere anatoka Parokia ya Ilomba, ni katibu msaidizi, daktari wa macho. Alafu Sabinus Malima, Roho Mtakatifu Rwanda, ambaye ndiye mwenyekiti, fani yake ni mwalimu. Bahati mbaya makamu mwenyekiti alihamishwa kikazi, kwa hiyo bado hajachaguliwa mwingine. Kazi mahususi za utume zilizofanyika: kwanza, kuelimisha juu ya utunzaji na hifadhi ya mazingira kwa ushirikiano na haki, amani na uadilifu wa uumbaji. Programu hii ilidhaminiwa na Pax Romana Isimika. Tunamshukuru sana makamu mratibu wa Pax Romana Isimika Afrika, Mheshimiwa Atranas, na kwa kufanikisha zoezi zima la ufadhili. 2. Kutoa elimu kwa vijana kuhusu utalii ikiwa njia ya kutunza mazingira na kupata kipato. 3. Kushiriki hija na makongamano jimboni kwa kutoa mada. Kwa mfano, kongamano la Viwawa Taifa CPT tulikuwa hapo na tulipewa nafasi kutoa mada kuhusu mazingira. Mafanikio: 1. Kuanzisha mashamba darasa ya miti na mboga mboga kwenye parokia mbalimbali chini ya vijana. Jukumu hili lilipewa vijana na wanakwaya na wanakaya wa parokia ya Kisa na Mpuguso walifundishwa juu ya kuotesha na kutunza miche ya maparachichi na miti ya mbao. Kukamilisha ufungaji na mafunzo ya matumizi ya mitambo ya mionzi ya jua na umwagiliaji bustani kwa njia ya matone. Hii yote walipewa vijana na wanakaya. Tunawashukuru washirika wetu ambao ni Sim Solar Company, Likorto kutoka Ubelgiji, halmashauri ya wilaya ya Mbeya ya jiji la Mbeya kwa miche ya miti iliyopandwa shule ya msingi ya Uyole Carmelite Primary School. 2. Kuhudhuria semina na makongamano au hija jimboni kwa kutoa mada. Na katika kipindi hiki ujumbe umeweza kufikia parokia 55, kwa sababu hao ndio walikuwa wamehudhuria, walileta waliohudhuria kwenye hizo makongamano hayo. Kuwatambulisha vijana Katoliki kwa fursa mbalimbali kama Catholic Youth Networking for Environmental Sustainability in Africa, SAINESA na MICO. 4. Baadhi ya wanataaluma walishiriki kuelimisha waumini kuhusu dhana na matakwa halali ya uchaguzi wa kisiasa mwaka 2025 kwa muongozo toka Haki, Amani na Uadilifu wa Uumbaji TEC. 5. Kushiriki kwenye makongamano ya wanataaluma mbalimbali kama ilivyoratibiwa na ofisi ya Askofu Mkuu. Tulianzisha, Askofu Mkuu kutoka ofisi yake alianzisha
mambo ya walimu, alafu madaktari na fani nyingine mbalimbali. Kwa hiyo tulikuwa tunashiriki kwenye hayo makongamano yote. Changamoto: uongozi. Mshauri wa CPT Jimbo Padre Elias Kingamkono alifariki baada ya kuugua muda mfupi. Mungu ampumzishe pema. Namba 2, ukwasi hafifu kutokana na kupungua utoaji ada. 3, baadhi ya wanataaluma hususan wafanyakazi wa umma kuogopa kuingia katika ushiriki wao kwenye CPT. 4, wafanyakazi kuhamishiwa maeneo ya kazi nje ya mkoa. Maoni toka kamati tendaji: kuongeza juhudi ya kuzitembelea parokia na taasisi mbalimbali zilizoko jimboni. 2, tunaomba vitabu vya katiba ya CPT viweze kusambazwa katika majimbo na hususan jimbo letu la Mbeya. Tuwe na t-shirt zenye nembo ya CPT. 4, vyombo vya habari vya kanisa vitumike kuchechemsha waumini kuhusu utume wa CPT. 5, siku ya Mtakatifu Thomas More ipewe uzito kitaifa. 6, uhusiano wa CPT na Justice, Peace and Integrity of Creation uzidi kuboreshwa. 7, viongozi wa CPT wa ngazi zote wajitahidi kuwatembelea wanavyuo. Kwa mfano, sasa hivi tuna ushirikiano sana na MUST, ile Mbeya University of Science and Technology pale Mbeya, na tuna program tunayofanya kujaribu kutengeneza mashine ya kuweza kufyatua tofali za udongo bila kutumia simenti na bila kuchoma. Yale matofali yanakuwa compacted. Singida wanafanya hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kuwasilisha. Asante.